Na mimi nikuhakikishie Prof, nimekuambia tukiwa wawili, naomba nikwambie mbele ya Watanzania kupitia mkutano wetu wa makabidhiano, hakuna hata jambo moja ulilolihangaikia, uliloliwazia, likakaa kwenye maandishi, likapita na kwenye vikao, litakaloachwa. Kila ulichotamani kukiona kitakwenda kutokea, na sisi tutahakikisha kwamba tunasimamia. Mimi ni muumini wa kutokuamini aliyetoka ofisini wewe ndio na akili kuliko yeye. Nimepata bahati ya kuwa chini ya mzee wangu Meki Sadiki nikiwa mkuu wa wilaya wa Kinondoni mwaka 2015, yeye akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Aliponiachia ofisi, yale yote aliyoyaacha yalitimia, na hata leo huko aliko Mwanza anafurahi ya kwamba mdogo wake anaendelea vyema, kwa sababu ya kutambua ni nafasi ya kutoa mchango, na wakati ukinaofika atakuja mtu mwingine, lakini yale uliyoyatolea mchango ni muhimu yakaendelezwa. Nimepata nafasi ya kuwa mwenezi kwa dada yangu Sofia Mgema, na yeye ana furaha huko aliko ya kwamba yale aliyoyapanga kama mwenezi yaliendelea. Pana nafasi pia ya kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha kwa kakaangu Mongera, yale yote aliyotamani yaliendelea kufanywa kazi, na kote huko nimeweka alama ya kutokubeza watangulizi wako, kulinda na kuendeleza kazi walizozifanya, ili kwa pamoja tuwe na historia njema kama taifa ya kuwa na mwendelezo wa watumishi wanaopita kwenye nafasi mbalimbali. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri, nije kwa watendaji. Tofauti ya Profesa Kabudi na mimi ni spidi. Hekima zake zilikuwa zinamfanya analitazama jambo na kulikolo miaka 70 nyuma. Wakati anatafuta memory, hivi mwaka 60 hivi ilikuwaje jambo hili? Hivi mwaka 70 ilikuwaje? Hivi mwaka 80 ilikuwaje? Mimi huo muda wa kutafuta rekodi sina. Naomba watendaji wa wizara, kila mtu kwanza ukae kwenye kiti chako wene na ufunge mkanda wako vizuri. Hili ndilo ambalo limechangia kunifikisha hapa. Tabia yangu inajulikana. Aidha wanaweza kukujuza watu kwa matakwa wanaotaka, lakini kwangu mimi tabia yangu mimi sio unafiki. Sina tabia ya kukuchekea wakati moyoni imekununia. Sina tabia ya kukununia wakati moyoni na kuchekea. Furaha yangu utaiona na hasira yangu utaiona. Ninawaomba watendaji wote katika idara zote na taasisi zote, kila mtu akae kwenye kiti chake na aenee. Nilikuwa natafakari hapa wakati wa utambulisho, nikamwona kijana mahiri kabisa anatambulishwa ndio mkuu wa mambo ya utamaduni. Kaa kwenye kiti chako uenee. Watu wa utamaduni wamebakiza jukumu moja tu la kuomba vibali. Yaani wao kazi yao kwenye mawilaya na mikoa kufuatilia watu kupata vibali. Yaani vile vibali vile wanafuatilia zile hela. Hakuna kazi nyingine inayofanyika. Na tunalipwa mshahara na serikali imetutawanya nchi nzima. Brother, kaa, funga mkanda wako, ni wakati wa kupaa.